Ina ni hawa. Jana tumeona kulikuwa na breaking news. Ati Gachagua akiwa kwa kanisa amekula tear gas. Yaani place ya maombi imeacha kuwa maombi, sasa imekuwa ni place ya tear gas. Sasa kwa kanisa hakuna maombi. Maombi imekuwa tear gas na tear gas imekuwa maombi. Ukiangalia Gachagua na Ruto kuna kitu ambao wanagombania. Wale ambao wanafuatilianga siasa. Gachagua ni mtu wakati alikuwa kwa serikali alikuwa impeach kwa sababu ya maneno ya ukabila na mdomo yake refu yenye ziweka maneno ndani. Na hiyo ndo kwa maana umeona Gachagua tangu impichiwe hajakuwa kinyamazisha mdomo. Amekuwa kama wale wa mama wa salon wenye wanapelekanga moshene za nyumba yao wanapeleka kwa salon. Sasa Gachagua after kuwa impeach ameona aje kuongea mbaya kuhusu serikali ya Kasongo, alafu anaharibu na maneno ya ukabila hapo ndani. Lakini ukabila ndo sana sana imefanya akaweza kuwa impeach. Ukiangalia Gachagua angekuwa kwa serikali angekuwa anaongea mbaya hivi venye anaongea kuhusu serikali ya Ruto, na bado kuhusu baba venye alikuwa anaongea vibaya kuhusu baba, ati maneno ya mitego, kusema huyu mzee. Sasa hiyo yote huyu jamaa kuna maasira. Gachagua ni kama mtu ambaye ni kama wawindaji, mumeenda kuwinda swara. Alafu mkishapata hiyo swara, huo mwenzenyu mwenye mmesaidiana naye kuwinda swara, unamnyima hiyo nyama ya swara. Sasa mnaona akinyimwa nyama ya swara, atakuwa na mbaya, atakuwa na tusi wenzake, atakuwa na nia mzuri na wenzake. Sasa Gachagua litemwa nje ya serikali, kwa maana kuna mauchungu. Na Gachagua angekuwa ni kiongozi mzuri, hiyo kweli yake angeanza kusimama nayo wakati angekuwa kwa serikali. Lakini juu ametemwa nje, kwa maana ameanza kuongea vibaya kuhusu hii serikali. Which means Gachagua ni pretender. Angekuwa ni ukweli anapigania wananchi, anapigania watu wa Mlima, angeanza kutapika ukweli yake akiwa hapo ndani. Sisi kama Wakenya tungemuona, tungemuidentify na tungemuandamania asikuwe impeach. Lakini juu ametemwa nje na anajifanya kuna mdomo refu, yeye anajua kuongea sana, yeye anajua nani alilala njaa, nani hakulala njaa, nani alioga jana, nani hakuoga, nani ni corrupt, nani si corrupt, nani ni mwizi, nani si mwizi, nani ni muuaji, nani si muuaji. Hizo ndo vitu zenye Gachagua sahihi anajua. Na hiyo ndo imefanya imeelekeza. Alafu unajua Kasongo ni mtu mwenye pia apendagi kuambia ukweli. Hiyo ndo imemlegeza mpaka yeye akaenda. Sasa hivi Gachagua hizi kaa Kenya na amani. Kila mahali penye anaenda tu ni tear gas. Kwa kanisa amekula tear gas. Place ya maombi. I guess hadi Wakenya wenye hajaona tear gas na macho, wakiwa pale kwa church ndo mara ya kwanza wameona tear gas na macho. Yaani badala uende hapo receive the Holy Spirit, tear gas ndo inatangulia kwanza, alafu Holy Spirit inakuwa baadaye. So mimi kama Mkenya nashangaa. Kanisa ni place ya kupigwa tear gas hapa ni ama ni mahali pa kuabudu? Na ndio ujue Kasongo pia tambui kanisa. Anarusha tu tear gas ni kila mahali hadi mahali ya maombi. Yaani Ruto atambui hadi kanisa. Meanwhile Gachagua endelea kukula tear gas kabisa. Wewe ulikuwa unatumia vijana, ulitumia majenzi kwenda kwa maandamano, wengi wao wakakufa, wengine wamepotea. Wazazi wanatafuta watoto wao hawajai patikana hadi wa leo. Wazazi hawajai pata haki, hawajai kompensetiwa. Hadi sasa kuna wazazi wanatafuta watoto wao hawajai pata. Na wale survivors wachache ni walibaki. Gachagua hadi hakuwaambia pole. Hakuwaita meeting awaambie pole kwa sababu umeniandamania na maandamano imekuwa ngumu mpaka wenzenyu wakakufa. Hatujaona hata pole. Hata wakati Albert alikufa, hatukuona Gachagua ambaye anajiita atienda kwa kuna majenzi, hatukuona hadi akienda kwa mazishi. Instead tuliona babu menyako huko hiyo maandamano ndo ameenda kwa mazishi ya Albert. Which means babu pia amefaa vijana kuliko hata huo Gachagua. Gachagua ana nia mzuri na Wakenya. Kazi yake ni kutumia vijana kupindua serikali ili ende ingie kwa uongozi na kifua. Si kuingia kwa uongozi na kura. Yeye anataka ingia hapo na kifua. Kwa sababu yeye ndo ameona yeye ndo mwanaume, yeye ndo anapaswa kuwa hapo.
Meanwhile Kasongo kenye ulifanya kupiga huyo jamaa tear gas, umefanya kazi mzuri kabisa. Hatuwezi endelea na ukabila hii Kenya. Ukabila ni mbaya hadi kuliko hii serikali ya Kasongo. Ukabila ni mbaya kuliko uongozi baya. Ukabila ni mbaya kuliko corruption. Ukabila ni mbaya kuliko uongozi mbaya. Na hiyo ndio kwa maana nasema huyu jamaa endelee kupigwa, akule tear gas kila mahali. Hapo kwa kanisa ndio mnamwacha. Kwa sababu place ya maombi lazima pia iheshimiwe. Utakataka isipeleke kwa kanisa. Na mimi sijasikia wezi ama Al-Shabaab wamepeleka ukora yao kwa kanisa. Kasongo ndiye wa kwanza. Which means Kasongo ni mtu mofire, ni mtu mwenye atambui hadi kanisa. Ndio kwa maana narusha tear gas ovyo ovyo. Gachagua utakula tear gas mpaka dakika ya mwisho. Hiyo ni sauri yako. Ulikuwa unajifanya wewe ndio mwanaume sana. Badala ya kupigania uongozi bora, wewe unapigania watu wa Mlima peke yake. Badala ya kupigania Wakenya wote. Na kazi ya kiongozi ni kupigania Wakenya wote. Whether walikuchagua wote ama hawakuchagua wote. Kazi yako ni kupigania kila mtu. Si kusema watu wangu Mlima, my people, mara sijui Gema. Hiyo Gema yako sasa imekupeleka kwa tear gas. Na tuone mtu wote mwenye anajaribu kuandamana ati Gachagua alipigwa tear gas, utashikwa na utawekwa ndani. Utatoka after 20 years. Huo jamaa acha kule kiboko yake kivyake. Ukiangalia Gachagua siasa yake ya kule nyuma, yeye alikuwa anarusha mdomo akisema ati amewekea baba mitego. Ati ukijaribu kukanyaga hapa kwa parliament, ukikuja kwa state house, utapata tumekuwekea mitego. Lakini hiyo mitego baba alishairuka. Sasa mitego imenasa mnasaji. Mwenye alikuwa ameweka mitego yeye ndio imemnasa. Na ndio kwa maana unaona hiyo mtego yake, part of the mtego ilikuwa tear gas. Na ndio sahihi anapokea. Gachagua pokea mtego wako ni uliekea mtu. Unajua unawezekea umbo wa jirani sumu. Ukidhani hiyo umbo wa jirani itakufa. Kumbe ile umbo yako yenye inakuanga na njaa, yenye uipatiangi chakula, ndio inatangulia kuja kukula hiyo sumu. So umeona umbo ya Gachagua ndio imekula hiyo sumu. Gachagua ndio amenaswa na ile mtego wake yenye alikuwa amewekea baba. Na usikie hivyo venye watu wanasikianga. Baba alikuwa anapigania Wakenya wote. Ndio kwa maana alikuwa anaunganisha Wajaluo, akaunganisha Wakamba, Wakikuyu wengine pia na Waluya. Lakini Gachagua anapigania watu peke yake. Mtego ikunase na ikunasi zaidi. Si support serikali ya Ruto, lakini hiyo maneno ya tear gas iko sawa. Hapo kwa kanisa na sipigwe tear gas. Alafu tukiingia tena upande wa Kasongo. Unajua Kasongo pia ni sijui ni muite aje, kama ni kimovie tunawaitanga badass. Tunaita mtu badass, yani ni mtu mwenye atambui. Jamaa honi hadi pale ni kwa maombi kuna kanisa. Yeye kazi yake ni kurusha tu tear gas kila mahali. Unaweza dhani ni game anacheza. Tear gas kwa kanisa, ajali kama kuna pastor, ajali kama Mungu anaabudiwa pale, yeye hizo haoni. Yeye bora tu arushe tu tear gas kiolela olela. Which means Kasongo heshimu makanisa. Na Kasongo sijui kama umeokoka. Umeokoka kweli? Unaendanga kanisa na roho amu unaendanga kanisa kimwili. Unajua kwenda kanisa kiroho na kwenda kanisa kimwili ni kitu mbili tofauti. Unaweza ona mtu ameenda kwa kanisa kimwili, hiyo umeenda tu uonekane umeenda. Lakini ule mtu ameenda kiroho, ameenda hapo kwa kanisa kuabudu Mungu na anajua nini anafanya kwa kanisa. So mwenye ameenda kimwili ni kama Kasongo. Tu angekuwa anaheshimu makanisa angekuwa anarushia mwenzake tear gas. Hata kama wako na uadui ya kisiasa, angekuwa anarushia mwenzake tear gas. Lakini juu hatambui kanisa, tear gas right and left. Yeye hataki kujua. Pastor ukumeze tear gas usimeze, washirika mkule tear gas msikule. Yeye hataki kujua. Yani ni kama mtu mwenye anaweza chukua watu, awape mapanga na waambie ndeni kwa hiyo kwa kanisa mkate kila mtu hapo. Mkate mpaka huo pastor. Hizo ndo tabia za mtu kama akina Kasongo. So it is a shame. Ni kitu mbaya kabisa.
kiongozi kupeleka maneno ya siasa kwa kanisa, maneno ya kuwinda adui yake ya kisiasa kwa kanisa, hiyo kitu ni mbakadi kabisa. Na Kasongo, rudia Mungu, ujarudia Mungu, ndo kwa maana ujui kanisa ni nini, ujui nguvu yenye iko kwa kanisa. Hapo kwa kanisa ndo unaweza pata laana na bado unaweza pata baraka, lakini Kasongo ajui hiyo. Ye bora rushe tiaga sikiolela olela. Ni mtu ambaye ni ajali, ni mtu I don't care. So hiyo ni aibu sana kwako Kasongo, na ni aibu sana kwa nyinyi viongozi wawili. Meanwhile ukiangalia Kasongo na Gachagua, hao watu wanatuchezea akili. Kuna mchezo tunachezewa. Hao watu wanaongeanga usiku na simu, wanaitananga meeting usiku. Nyinyi wa Kenya ndio mnachezewa akili. Kasongo na Gachagua hawako maadui hivyo venye mnafikiria. Kuna mchezo tunachezewa kiakili hapa. Gachagua roli yake ni kutumia watu waende maandamano, damu ya watu imwagike, wapate sacrifice ili wanasiasa wapate venye wataomoka, pesa yao iongezeke. Hiyo ndo kazi ya Gachagua. Kujifanya na pinga hii serikali, muandamane mkufe, serikali ipate damu, waendelee kuomoka. Alafu Kasongo pia kazi yake ni walikaa chini na wakachora deal na Gachagua. Wewe jifanye unapiga siasa ya ukabila. Ikifika date hii na hii mwaka tutakuimpeach, ukae huko nje, uko unaongea mbaya sana kuhusu hii serikali yangu, uko unaipinga, uko unatumia watu waipinge, watu waende maandamano. After hapo sisi tunajua venye tutakuwa tunakula hiyo pesa ya wananchi, tunajua venye tutakuwa tunawachezea akili. Kwa hivyo Gachagua na Ruto, hao watu wanaongeanga, ni mchezo tunachezewanga. Na ndio ujue kwa siasa kunanga permanent enemy, kunanga uadui ile ya milele. Kwa sababu ukiangalianga wanasiasa kisiasa wanapingana, lakini ukiwaangalia unaenda unawapata kwa meeting, wako pamoja, wanakunywa chai pamoja. Kama ni ndege wamepanda wameenda ng'ambo pamoja, sherehe wanapiga pamoja. Nyinyi wa Kenya ndio mtalimana mangumi juu wanasiasa. Lakini wanasiasa hawatatengana, hawatakosana juu yenu. Which means wa Kenya tumeacha kuwa wajanja, tumeacha kuwa wajanjezi. Na wa Kenya tukue wajanja na tujue nia ya wanasiasa. Unajua wanasiasa wanatushindana kwa sababu wao ni watu wenye wako smart kiakili. Wanachezanga mind game, wanachezeanga wa Kenya siasa ya kiakili. Ukitaka kujua tunachezewa siasa ya kiakili, mfano wakati ambapo baba alikufa, sikuna magari ilikuwa inabeba mwili ya baba ikipeleka Kasarani huko stadium. Hiyo gari wenye walikuwa nafuata hiyo gari ya kwanza, hiyo gari ilikuwa na mwili ya baba. Watu waliharakisha kwenda stadium huko akidhani hiyo gari iko na mwili ya baba. Kumbe hakuna mwili ya baba huko ndani. Mwili ya baba ililetwa baadaye wakati nyinyi mshachoka, mmengoja mmechoka. Kumbe hiyo gari mlikuwa mnafuata ilikuwa na kitu. Ilikuwa na sanduku tupu. Kumaanisha wanasiasa walishawasoma kiakili na wakajua venye watawachezea. Hiyo ni mfano wa mind game venye huwa tunachezewanga. Kwa hivyo wananchi tukue wajanja na tukue werevu. Tujifunze kufikiria mbele ya maadui yetu ili tuweze kuwaweza vizuri. So, hii maneno ya kuchezewa mkiki ya Kasongo na Gachagua, sisi wa Kenya ndo tusipojichunga na tujue ni hao watu ni gani, tutaishi kumalizwa na tutaipata uongozi bora. Mpaka ile siku ambayo sisi kama wa Kenya tutajua kujipigania, tulete viongozi wazuri kwa serikali, wale ambao wamefanya kazi. Si kuchagua tu mtu juu ako na pesa, ako na watu wengi, akiita umati watu inajaa. Ameenda kuna magari mingi, sijui enda anajua kudanganya watu sana kama Kasongo. Vitu kama hizo mpasi kuangalia. Angalia mtu wakati alianza siasa yake alikuwa amefanya nini. Hizo ndio vitu unapaswa kuangalia. Na wanasia mapastors pia nyinyi. Si nyinyi ndio mlikuwa mnasema Kasongo ametumwa na Mwenyezi Mungu.
Mtu ametumwa na Mwenyezi Mungu anaweza piga kanisa tear gas kweli? Kasongo hajatumwa na Mwenyezi Mungu. Ametumwa na Mazinga Ombwe. Yenda anajijua na hao watu wake. Mtu ametumwa na Mungu hawezi chezea neno la Mungu. Na hawezi chezea penye Mungu anaabudiwa. Kwa hivyo mapastors wenye mlikuwa mnasema ati Kasongo ametumwa na Mungu, yeye ndio kiongozi bora. Kiongozi bora anaweza piga kanisa tear gas kweli? Hata mtu pagani, mtu mwenye ajui Yesu ni nani, ajui Mungu ni nani, anajua pale lazima nipeheshimu. Ndio siabudu Mungu, lakini siwezi peleka ujinga wangu kwa kanisa. Hata mtu pagani anajua hiyo. Na mimi sijaona wakora ameenda kwa kanisa. Kasongo ndo wa kwanza kuorganize venye tear gas itarushwa kwa kanisa, which means Kasongo ume break record. Wewe ndo jangili wa kwanza kurusha tear gas kwa kanisa. Alafu Kasongo nikuulize, wale watu wenye ulichomanga kwa kanisa walikufa wote ama kuna wenye walibaki? Tunataka kujua ile kanisa yenye ulichoma watu walikufa wote ama walibaki. Wewe mwenyewe ndo ulisema internet never forget. Ndio nataka kukukumbusha hiyo internet yenye ulisema uisahau, ndio imeniletea sasa hii knowledge ya kukukumbusha wale wenye ulichoma kwa kanisa ukidhani mtandao itafuta. Uliwakompensate, kuna survivors ama uliwachoma wote? Na nikuulize, ulichoma mpaka huo pastor ama pastor alitoroka? Kasongo, nataka utuambie, utujibie hayo maswali, kwa sababu una quality of a good leader. Ungekuwa una quality of a good leader, atakamuko na maadui, kuna place upasi kupeleka uadui yako, mali kama kanisa na mali kama mazishi. Uadui yako upasi kupeleka kwa places mbili kama hizo. Hizo ni place zimeheshimika kabisa. So mimi kama Mkenya sijafurahia na hiyo ngoma ya Kasongo na kupiga watu tear gas kwa kanisa. So far najua basi anaenda kupoteza washirika, kwa sababu Wakenya watakuwa nasema kama hivi ndio inakuaga, heri nibadilishe kanisa. Mimi siwezi enda kwenye napigwa tear gas. Kasongo anafanya mpaka makanisa zile mzuri za kuabudu Mungu ya ukweli yenye ina njia ya mkato. Atafanya hadi Wakenya waache kwenda kwa kanisa, na hatutaki hivyo, kwa sababu uongozi bora lazima Mungu aekwe mbele, na neno la Mungu lazima ziekwe mbele. Mungu mbele, Kasongo nyuma, na hizo tear gas zake. Kwa hivyo Kasongo uokoke, na juu hujaokoka. Okoka na useme Yesu ni Bwana, na uanze kusoma Biblia hata kama ni mara moja kwa wiki, na juu hujaokoka. Wewe hata si pagan, wewe una category. Hatuwezi kukucategorize. Hatuwezi kukuweka kwa Al-Shabaab, wezi, pagan. Yaani wewe una category huko tukifia. Wewe ni kama bat. Wewe si ndege, wewe si mnyama, hatuwezi kukucategorize. So Wakenya wenye wana support hii serikali, sijui kama mna support makanisa kupigwa tear gas, na bado mna support huo mwenye anapiga watu tear gas kwa kanisa, watu wenye wanasema 10 bila break. Nataka mtu waambie, mnasema kila kitu wenye Ruto anafanya iko sawa. Mbele yenu wenye wanasema 10 bila break, mbele yenu mna support makanisa kupigwa tear gas. This means pia kuna watu wa 10 bila break wenye ni